Subscribe Zumba TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ndugu zangu, leo tunataka tuielezee dawa ya bawasiri. Leo tunauelezea ugonjwa huu wa bawasiri. Binadamu, nisikilize kwa makini zaidi. Leo tutazungumzia kwa upana mkubwa ili tupate kuelewana. Pia vile vile nitatoa athari zake, sababu, pia vile vile kinga yake, pia vile vile nitatoa mpaka dawa. Kwa hiyo kweni makini kwa kunisikiliza inshallah. Kwanza kabisa inatakiwa tutambue bawasiri ni nini? Nini ni bawasiri? Na bawasiri ni ugonjwa wa aina gani? Bawasiri ni ugonjwa ambao unatokea kinyama katika njia ya haja kubwa ama vipele katika njia ya haja kubwa. Hiyo ndio bawasiri. Bawasiri ina madhara makubwa sana. Bawasiri inaweza ikakuletea athari ambazo sio nzuri katika mwili wa mwanadamu. Athari kubwa kabisa huwa inakutokea mwanadamu upungufu wa damu mwilini. Hiyo ndio athari kubwa ya bawasiri katika mwili wa mwanadamu. Je, bawasiri husababishwa na nini? Bawasiri una sababu nyingi tofauti ambazo unaweza kukusababishia mwanadamu kupata maradhi hayo ya bawasiri. Naam, nakwenda kuzizungumzia sababu hizo kadhaa, zote tuwezi kuzimaliza, lakini tuzingatie, tusikilize kwa umakini, na pia vile vile ufuatishe yale ambayo nitaweza kuyazungumza ili muweze kufanikisha katika matibabu yenu. Naam, bawasiri inasababishwa na nini? Bawasiri, sababu ya kwanza kabisa, mambo mengi sana. Kati ya hayo, jambo la kwanza ambalo linaweza kusababishwa kwa bawasiri ni ujauzito. Pale inapopelekea mwanamke akipata ujauzito, basi 99% ya wanawake wengi huwa wanatokea na tatizo hilo. Naam, sababu ya pili inampelekea mpaka mtu na bawasiri, kukosa choo kwa muda mrefu ama kupata choo kigumu. Hiyo ni sababu ya pili, kupata choo kigumu ama kukosa choo kwa muda mrefu. Sababu nyingine ya kupata ugonjwa wa bawasiri, kushiriki kinyume na maumbile, kushiriki kimapenzi kinyume na maumbile. Sababu nyingine, kurithi. Ugonjwa wa kurithi huwa inatokea, kwa mfano mtu unasikia kwa babu yake alishawahi kuumwa bawasiri, basi damu inakuta na kupelekea mpaka wewe pia vile vile unakuwa unaumwa ugonjwa wa bawasiri. Japo si kwa wanadamu wote, ila kwa uchache wao huwa wanalisi ugonjwa huo. Sababu nyingine ni uzee. Kuna baadhi ya wazee inawatokea hali hiyo. Kuna baadhi ya wazee inawatokea bawasiri. So wote, ila isipokuwa kuna baadhi ya wazee inawatokea hali hiyo. Sababu nyingine, kuharisha kwa muda mrefu. Mwanadamu anapoharisha muda mrefu, basi umpelekea maumivu au inampelekea maumivu. Ikishampelekea yale maumivu, basi husababisha bawasiri. Ikimpelekea tu maumivu katika njia yake haja kubwa, basi humletea maumivu. Sababu nyingine, kutumia vyoo vya kukaa. Ni vile vyoo vya kukaa, vile vyoo sio vizuri, kumpelekea mwanadamu kupata ugonjwa wa bawasiri. Sababu nyingine ni stress, mawazo kwa mwanadamu sio mazuri. Mawazo nayo humpelekea mwanadamu kupata ugonjwa huo bawasiri. Pia sababu nyingine, kunyanyua vyuma
vizito. Kunyanyua vyuma vizito nayo inakuletea kupata maradhi. Uzito uliopitiliza, mtu ambaye mwenye uzito uliopitiliza nayo humletea maradhi hayo ya bawasiri. Kwa mgonjwa wa bawasiri atajijuaje kama yeye anaumwa hayo maradhi? Dalili zake ni zipi? Nataka tuzizungumzie dalili zake japo kwa uchache kadhaa. Tuzizungumzia dalili ambazo kwa wanadamu zile za kawaida ambazo humtokea mwanadamu. Tuzizungumzia zile, basi kaa, sikiliza, angalia, je, katika dalili hizo unapatwa mwanadamu unaumwa dalili hizo? Basi kama unaumwa, basi chukua hatua vizuri. Kabla sijazielezea dalili hizo, subscribe channel yetu hapo chini, gonga kengele, like na comment. Ukisubscribe basi unaweza kupata video nyingi zingine za kuelimisha, za kufundisha na za kutoa elimu ya dawa. Sababu ya kwanza ambayo ni kubwa, hiyo ni kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, damu, kinyesi kunuka kilichoambatana na damu, basi hiyo nayo ni sababu ya pili. Sababu ya tatu ni kuwashwa katika njia ya haja kubwa, njia ya kujisaidia, kuwashwa. Hiyo ni sababu pia inayomfanya, dalili, ni sababu ambayo ya kumfanya mtu ajue kwamba anaumwa. Sababu ya nne ni kutokwa na haja kubwa yenyewe. Umekaa tu ukajikuta unatokwa na haja kubwa, basi hiyo nayo ni sababu ya maradhi ya bawasiri. So, ukiona dalili hiyo, basi ujue wewe ni mgonjwa. Sababu ya mwisho ni uvimbe ama kinyama kinatoka katika njia ya haja kubwa. Hizo ndo sababu kadhaa ambazo mwanadamu akiziona katika mwili wake, basi ujue anaumwa maradhi hayo ya bawasiri. Bawasiri ina tiba, bawasiri inatibika. Mwanadamu unaweza kuitibu bawasiri hata mwenyewe. Bawasiri inatibika. Sema inategemea kwamba wewe una umri gani au una rika gani. Kwa uchache nitaizungumzia dawa moja kubwa sana, ambayo dawa hiyo ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali, mimea lishe, tiba ya asili ya mimea lishe, ambayo mimea hiyo ni mchanganyiko wa miti, majani na viungo. Kikubwa zaidi mwanadamu, ili uweze kujisaidia na kujikwamua katika maradhi hayo, na kutajia vitu vinne, ambavyo vitu hivyo nahitaji ukiupata wasaa, kama ukijihisi una maradhi haya ya bawasiri, basi inshallah ukivipata vitu hivyo, basi kila kitu kitakuwa kimekaa sawa na maradhi hayo yatakuwa yamekuondoka kabisa mwanadamu. Kitu cha kwanza, limao ziwe nyingi. Limao zipatikane kama limao 10. Kisha kamua zile limao. Ukishakamua zile limao, zitie kwenye chupa ujazo wa nusu lita. Ukishapata limao, chukua mdalasini robo kilo wa mdalasini. Ukishapata mdalasini robo kilo, chukua habat sauda robo kilo. Ukishapata hivyo, chukua na asali nusu lita asali. Ukishapata hivyo, basi chukua vitu vyako vyote, chukua habat sauda, chukua na mdalasini, tia kwenye sufuria. Ukishatia kwenye sufuria, chukua na maji, changanya mule ujazo wa maji kama nusu lita ama nusu na robo, tia kwenye sufuria. Alafu chemshe ile dawa ile iive. Ikishaiva, chukua tia kwenye chombo chochote, aidha jagi. Ukishatia kwenye jagi, chukua limao yako nusu ile, mimina. Chukua na asali yako, mimina. Ukishamimina, basi tumia, changanya vizuri juisi yako. Ukishachanganya, itia kwenye friji, hifadhi vizuri. Tumia kila siku glasi moja asubuhi, glasi moja jioni. Basi inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu umelitatua hilo tatizo kabisa. Tatizo la bawasiri umelimaliza.
Naam. Haya sasa, tunaenda kwa vitendo sasa. Tunaenda kuonyesha jinsi gani ya uandaaji wa hiyo dawa ya bawasiri. Dawa yetu ambayo vitu kama tulivyozungumza hapo nyuma vitakavyo kuwepo ambavyo tumeviandaa, tunavyo vitu. Kwa tunaenda sasa kwenye mchanganyo. Kuwa makini, niangalie ninavyochanganya ili upate na wewe kuchanganya, ili na wewe upate kujisaidia mwenyewe, ili uweze kupona hayo maradhi ya bawasiri. Naam. Hiyo ndo dawa ambayo inahitajika ichemshwe. Dawa hii kama unavyoona, hizo ni pakiti mbili. Pakiti mbili hizi manake hiyo nyeusi ambayo hii nyeusi hii ni Habati Sauda. Alafu hiyo rangi kama udongo udongo hiyo ni amdalasini. Amdalasini kabisa, amdalasini ya India ambayo ni kiungo watu wengi wanakitumia katika sehemu mbalimbali. Lakini hii ni dawa moja kubwa sana ambayo mgonjwa wa bawasiri akitumia hii, basi Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi, maradhi yake hayo yataondoka kabisa. Ndio tunaanza mchanganyo wetu ambao wa kuchanganya, kutengeneza, kuandaa dawa yetu ya bawasiri. Ndugu mtazamaji, inabidi uwe makini sana kuangalia hichi kinachofanyika ili na wewe uweze kutumia na uweze kukifanya kitu kama hichi. Hiyo ni mdalasini, ndio kitu cha kwanza kabisa unaweka kwenye sufuria. Ukishaweka, huo ni ujazo wa robo. Robo ni hiyo. Ukishamaliza kuweka hiyo ni Habati Sauda. Habati Sauda unatia yote robo. Ukishamaliza hapo, ukishaiweka unachanganya na maji jagi moja. Jagi moja tu, hilo jagi lina ujazo kama wa lita moja hivi. Ukishaichanganya tayari, basi utaichemsha. Utaichemsha, unahakikisha mpaka imeiva. Ikishaiva ndo tutachanganya na dawa zingine. Ya kuwa naam, hiyo ndo Habati Sauda na mdalasini. Hapo ndo kama unavyoona dawa yangu mimi ndo nimeichemsha hapo, na kama unavyoona linachemka hivyo. Kwa natakiwa ichemke kabisa hivi. Unaona, ikishaiva itoe. Ukishaitoa iweke kwenye chombo chochote, uiache ipoe. Naam, kama unavyoona dawa yangu ni tayari ishaiva. Imetoka jikoni, imekuiva. Huu tayari yani mdalasini pamoja na Habati Saudani. Nishaichemsha tayari. Kinachofuata hapa, kitu cha kwanza kabisa kuweka ni limao ambayo ni ujazo wa nusu lita. Tayari dawa yangu mimi imeshatoka jikoni hapa kama unavyoiona. Tayari ndio imetoka jikoni sasa hivi kama unavyoiona hapa. Tunaanza kuweka vitu sasa. Vitu tutakavyoanza kuviweka, cha kwanza kabisa ni tunaweka limao. Limao yetu ni hii. Hii ndio limao. Hapa tayari tushaichuja, tushaikamua, tumeichuja, tumeijaza kabisa katika mjazo wa nusu lita. Tumetafuta chupa ambayo ni ujazo wa nusu lita ili tusije tukapotea. Huu ndio ujazo wa nusu lita. Tunachokifanya hapa sasa, tunachanganya dawa hii kwenye naniliu, kwenye hii dawa, kwenye kisado hichi ambao dawa ile kwenye kisado, tunachukua hii tunaitia Naam, kama unavyoona hivyo ndio tunamimina dawa yetu. Limao letu hilo tunalimimina Tushamimina kabisa vizuri kama unavyoona. Tayari hapo tushamimina. Tunakoroga dawa yetu. Tunakoroga vizuri. Mpaka ukisha imekaa vizuri kabisa, unaikoroga mpaka ilainike. Unaikoroga vizuri kabisa mpaka ilainike dawa yetu. Kama unavyoona hapo, unaikoroga. Naam. Usisahau kusubscribe channel yetu. Kushamaliza bonyeza alama ya kengele hiyo
ili uweze kupata video nyinginezo zote ambazo tutazotengeneza sisi dawa, basi wewe unapata taarifa hiyo. Kuna maandalizi ya dawa nyingi sana yamefanyika, maandalizi makubwa ya dawa ambayo tunayofanya sisi katika kampuni yangu. Haya, naona hapa tayari ishachanganyika. Dawa yetu hapa ishachanganyika tayari, tushaweka. Hicho ni kitu, hiyo ni limao tumeliweka. Haya, kinachofuata kushika limao, kinachofuata ni asali. Asali yenye ujazo wa nusu lita. Asali yenye ujazo wa nusu lita ni hii asali yetu. Hii ni asali mbichi. Hii ni asali mbichi. Hii hapa. Hii ni nusu. Asali yetu, asali mbichi. Hii ni dawa ya bawasiri na utibu bawasiri. Bawasiri inatokomeza kabisa. Hii ni asali mbichi. Naam. Asali yetu ndo hii kama unavyoona, na imimina humu asali kwenye dawa hii. Kama unavyoona, mimina asali. Asali yangu mimi nimetia yote. Na ndio inavyotakiwa. Kipimo yake unatia asali yote. Asali yote unatia humu. Alafu kisha weka kama hivi. Na kisha imeingia yote. Hii ni dawa ambayo mgonjwa wa bawasiri anatakiwa atumie. Kwa hivi. Hapa nishamaliza na ikoroga. Na ikoroga dawa yangu tayari humu. Kuna vitu vinne humu. Kuna limao nusu lita, kuna asali nusu lita humu, kuna mdalasini ya unga robo, na kuna bati sauda ya unga robo. Hapa nimetia na maji ujazo wa lita 1. Hapa dawa yako. Mtumiaji ambaye anaitumia hii dawa, mtumiaji anatakiwa atumie glasi 1. Anakunywa kidogo kidogo mpaka atakapomaliza, lakini ujazo wake uwe ni glasi 1. Anakunywa kidogo kidogo. Anakunywa kidogo kidogo mpaka itakapoisha ile glasi, asubuhi na jioni. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi mtu huyo anakuwa amepona kabisa tatizo la bawasiri. Unaikoroga vizuri, hakikisha imekorogeka. Hakikisha imekorogeka vizuri kabisa. Kama unavyoona mimi ninavokoroga hapa, ili jichanganye vizuri dawa yetu, sababu kuna asali, kuna dawa zingine. Kwa takiwa asali jichanganye vizuri pamoja na dawa nyingi zake zote ambazo zinaweza kuwa humu. Na nitakuwa sijichanganye vizuri. Naam. Kwa mwanadamu yoyote ambaye anasumbuliwa na bawasiri akitumia hii, basi Mwenyezi Mungu anamfanyia tahfifu. Inshallah anapona kabisa kabisa. Dawa yangu mimi hapa iko tayari kwa kutumika. Kama utahitaji dawa zetu za bawasiri ambazo zishaandaliwa kabisa, basi utupigie simu kwenye namba ya 06 25 03 41 03 06 25 03 41 03. Namba hiyo unanipata kabisa mwenyewe, Dr. Rashid Zumba ama Dr. Rashid Zungu. Unanipata bila shida kabisa, na unapata dawa za kwetu. Product yetu inatoa dawa nyingi, ikiwemo dawa za kisukari, ikiwemo dawa za pressure, ikiwemo dawa ya bawasiri yenyewe ndo hii, dawa ya nguvu za kiume, dawa za kifua, dawa za fungus sugu, dawa za UTI, gono, kaswende. Basi dawa zote hizo zinapatikana. Malaria sugu, dawa za kutoa sumu mwilini zipo. Dawa nyinginezo zote zipo. Pia dawa za kupunguza mwili ama kupunguza vitambi pia zinapatikana kwa wale wahitaji. Ofisi zetu zipo Kivule, njia panda shule ya msingi ya Kivule. Ukifika hapo ukiuliza nataka kwenda dukani kwa Rashid Zungu ama dukani kwa Zungu, basi umenipata na umefika, na unapata tiba
ya maradhi yako yote. Pia tuna dawa zile za kusafisha miili, kutoa nuksi, mibalaa iliyokomo katika mwili wa mwanadamu, yote tunazo dawa hizo. Pia vile vile tuna dawa za kusafisha nyumba, kusafisha biashara, kutoa minuksi, mibalaa katika biashara, katika nyumba. Dawa zote hizo sisi tunazo. Wasiliana nasi katika namba zilizotaja ambazo ni 0625 0341 03, 0625 0341 03. Hizo ndo namba zangu. Unanipata mwenyewe Dr. Rashid Zungwa, Rashid Zumba. Ukishanipata mimi, basi kila kitu kinakaa sawa na unaweza kutengeneza mwili wako kwa maradhi yoyote ambayo yanayokusibu mwanadamu, ambao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi tunafanikisha na tutayasaidia maradhi hayo yaondoke. Karibuni sana, karibuni sana ndugu zangu wote, karibuni sana ndugu zangu, karibuni sana dukani kwetu, karibuni sana kwa mawasiliano zaidi. Subscribe Zumba TV.